Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba hakutakuwa na makubaliano na Iran isipokuwa kujisalimisha bila masharti. Akiandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Trump amesema kwamba hiyo ndiyo njia pekee ya kumaliza uhasama. Aidha, amesema baada ya Iran kukubali kushindwa, inapaswa kuchagua kiongozi mpya ambaye atakubalika kwa utawala wake, na kisha Marekani na washirika wake watashirikiana kujenga upya uchumi wa nchi hiyo. Haya yanajiri huku waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth akisema nguvu itakayotumiwa katika kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran huenda ikaongezeka pakubwa. Jeshi la Israel IDF limechapisha picha za video mpya kutoka Tehran. Makamanda wa IDF wanasema kwamba ndege 50 za kivita za Israel zilirusha makombora kwa handaki lililochimbwa chini ya ardhi kumlinda kiongozi aliyeuawa Ayatollah Ali Khamenei. Handaki hilo la kijeshi lilikuwa limejengwa chini ya makazi ya kiongozi huyo wa zamani jijini Tehran. Jeshi la Israel pia limesema kwamba handaki hilo lilikuwa limeunganishwa na eneo pana la barabara kadhaa za katikati mwa mji wa Tehran, likisema lilikuwa na viingilio kadhaa na nyumba za mikutano. Kwa mujibu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Iran, zaidi ya watu 1000 wameuawa katika mashambulizi ya mabomu ya Marekani na Israel nchini humo. Katika matamshi mengine hapo awali, Rais Trump amesema kwamba Marekani inalenga kumaliza kabisa uongozi wa Iran na kwamba ametambua watu kadhaa ambao anahisi wana uwezo wa kuiongoza Iran vyema. Kwa mara nyingine, ningependa kuwaita maafisa wote katika kikosi cha jeshi cha mapinduzi, jeshi la ulinzi wa taifa na maafisa wa polisi kusalimisha silaha zao. Wasipofanya hivyo, watauawa. Na sasa ni wakati wa kusimama na raia wa Iran na kusaidia kuidhibiti nchi yenu. Baada ya miaka hii yote, sasa mna nafasi ya kuidhibiti nchi yenu. Tutawapa ulinzi. Kwa upande wake, Iran inaendelea kurusha makombora katika ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Leo asubuhi makombora yalirushwa tena na kulenga mataifa ya Kuwait, Qatar, Saudia na Bahrain ambayo ni wenyeji wa kambi kadhaa za jeshi la Marekani. Aidha, makombora ya kibalistiki pia yalirushwa nchini Israel, ikiwemo shambulizi lililotekelezwa usiku kucha ambalo Iran ilitumia makombora kadhaa. Kwa upande wake, Israel imeendeleza operesheni yake ya mabomu nchini Lebanon yaliyolenga maeneo kadhaa ya mji mkuu Beirut. Jeshi la Israel limesema kwamba linalenga miundombinu ambayo inamilikiwa na mshirika wa Iran nchini Lebanon, Hezbollah, katika mji wa kusini wa Dahiyeh. Kabla ya mashambulizi hayo, Lebanon ilikuwa imesema kwamba watu 120 wameuawa na wengine 700 kujeruhiwa katika mashambulizi ya angani. Watu wengine 90,000 wamepoteza makazi yao. Huku hayo yakijiri, raia wa Iran wameelezea BBC masaibu yao kutokana na mashambulizi hayo. Ifuatayo ni taarifa ya Lis Duse ikiwasilishwa na Leila Mohamed. Anga za Tehran zilisheheni mashambulizi tena kutokana na vita vinavyoingia karibu wiki yake ya pili, na bado hakuna dalili ya kumalizika. Mashambulizi ya Israel na Marekani yameacha majeraha makubwa zaidi. Hata kabla moshi haujaisha, bendera ya Iran ilisimamishwa juu ya majengo yaliyoharibiwa, labda kama ishara ya ukaidi. Malengo ya wazi katika maeneo haya makazi ya watu wengi hayajulikani. Huenda ni wanachama wa vikosi vya usalama na familia zao, au vituo vya polisi na ofisi za serikali kwenye mitaa hii. Kituo cha mchezo cha Azadi katika eneo la magharibi mwa Tehran pia kiliharibiwa vibaya. Israel inadai kuwa lilikuwa eneo la kukusanyika na kupumzika kwa vikosi vya utawala. Mtaa wa Valiasser uliopo katikati ya mji mkuu uko kimya. Kwa kawaida huwa na foleni ndefu za magari. Baadhi ya watu walituma ujumbe kwa idhaa ya BBC ya Kiajemi. Kibinafsi, sijui kabisa nini kitatokea. Kitu pekee ninachojua ni kwamba sitaki kabisa kuwa na uhusiano wote na viongozi wa dini. Nafikiria watu wengi wanahisi hivyo. Mara nyingi huwa niko nyumbani ili kuepuka kujikuta katikati ya shambulio, ili tu kujiokoa maisha yangu, na sauti ya milipuko inayoendelea sasa imenichosha. Walishambulia maeneo mengi karibu na nyumba yetu. Walipiga kituo cha polisi na kituo cha Basij. Kutokana na ninachoweza kuona, kila mtu ana furaha, ingawa wana hofu kwa sababu ya sauti za milipuko. Serikali inajaribu kutuma ujumbe kwamba mambo yanaendelea kama kawaida na kwamba Iran bado inapigana kujibu mashambulizi. Hatukuanzisha vita hivi. Vita sio chaguo letu. Tulishambuliwa.
Wavamizi wanafaa kuwajibika kwa matokeo ya vita hivi. Athari nchini Iran zinazidi kuongezeka. Zaidi ya maeneo 2000 ya kijeshi yameshambuliwa kwa mujibu wa Marekani. Na jana usiku, Israeli ilitangaza kwamba inaingia katika hatua inayofuata ya kuvunja utawala, hata wakati viongozi wa kidini na makamanda wanaripotiwa kuwa wanachagua kiongozi mpya wa kuongoza kupitia mgogoro huu mkubwa wa kuwepo kwa Iran. Sasa kama tulivyosikia katika taarifa hiyo, msemaji wa Wizara ya Kigeni ya Iran, Esmail Baghei, amesema Iran haikuanzisha vita vinavyoendelea na kwamba inajibu tu mashambulizi dhidi yake. Wahusika wakuu katika mzozo huu wameendelea kutupiana lawama kuhusu nani wa kulaumiwa. Tumemuuliza swali hilo balozi wa Israel nchini Kenya, Gideon Behar. Je, ni kwa nini walivamia Iran bila idhini kutoka kwa taasisi kama Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa? Kila nchi ina haki ya msingini ya kujilinda inaposhambuliwa. Israel inachukua hatua kwa mujibu wa haki hii ambayo imetambuliwa katika sheria za kimataifa. Hatua za Israel zinalenga kuzuia Iran kupata silaha za nuclear na makombora ya ballistic missile ambayo yamekusudiwa kuharibu nchi ya Israel. Sasa ili kufahamu zaidi, tuungane na mchambuzi wetu Ibrahim Rabi, anajiunga nasi kutoka mjini Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Rabi, unachukuliaje kauli hii ya Trump kwamba viongozi wa Iran lazima wajisalimishe? Nashukuru Bwana Ron. Nadhani kauli ya Trump ni mwendelezo wa kauli ambazo tumezizoea. Leo kazungumza hiki, kesho kile, na tunasubiri labda kesho atazungumza kingine. Nadhani bila shaka Trump anajaribu kwa kila njia kuwavuta Irani kwenye mazungumzo ambayo hawaamini lolote kukaa kwenye mazungumzo. Kwa sababu toka kumezuka kwa hii vita, tunasikia kauli za upande mmoja zaidi. Upande wa Marekani, hasa wakizungumza kuhusu kujisalimisha, kuhusu mazungumzo, kuhusu nini. Lakini ajabu kwa Irani, wao hawazungumzi kabisa kuhusu mazungumzo, na toka walivyotoa kauli kuwa hatuhitaji mazungumzo, tuendelee na vita, wamebaki hapo hapo tu kuendelea na vita. Hizi ni kauli tu za Trump ambazo zinataka kujaribu kuwaleta kwenye meza kwa njia nyingine, ima wasalitiane au kwa njia nyingine, lakini hazina uhalisia. Iran imelenga Kuwait, imeilenga Qatar, imeipiga Saudi Arabia na pia Bahrain. Lakini kwa hali moja inaonekana kwamba Omani haijapokea mashambulizi makubwa ikilinganisha na mataifa hayo mengine. Unadhani ni kwa nini, Rabi? Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran imerudia kuzungumza mara kwa mara kuwa kuna baadhi ya mashambulizi hawakuhusika wao, ambayo inakwenda sambamba na taarifa iliyotoka jana Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza kuwa shambulizi ilizopiga kule Cyprus halikuhusika, halikutoka Iran. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo Iran wanasema sisi hatukuhusika. Lakini kwa nini Omani haikuguswa? Omani inabaki kuwa ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote, lakini pia ni nchi washirika wa nchi zote mbili, lakini pia imekuwa ikichukua tahadhari kubwa, ila inashare mpaka wa baharini pamoja na Iran. Wana uhusiano mzuri kati ya Oman na Iran. Hata yalipotokea mashambulizi ya upande wa pili, Iran haraka ilijulisha Omani lengo la mashambulizi hayo. Ndio maana unaona kuwa mji wa Muscat au uwanja wa ndege wa Muscat pamoja na uwanja wa ndege wa mji wa Sohara ambao ni mji wa viwanda na uwanja wa ndege wa mji wa pembeni, mji wa pili kwa ukubwa nchini Oman wa Salala, ndio vimekuwa viwanja vinavyounganisha eneo lote la Mashariki ya Kati kwa kipindi hiki ambapo vinafanya kazi zaidi kuzidi viwanja vyote vya ndege. Na Rabi, wakati haya yote yakiendelea, watu wanauliza Urusi na China wako wapi? Ni mataifa mawili ambayo ni washirika wakubwa wa Iran. Ni swali ambalo nakutana nalo kila mara na kila siku nakutana nalo, lakini nimeshalieleza mara nyingi sana kuwa kuna baba na kuna babu. Urusi na China bado wanaweza kuwa kwenye nafasi ya baba, alafu Marekani atakuwa ni babu. Mara nyingi nimezungumza kuwa ni vigumu sana hawa kuingia kwenye mgogoro ambao unahusu Marekani, lakini kuna kitu kingine ambacho Urusi kinamweka pembeni, ni uhusiano wa asili yake na Israeli. Huu mgogoro moja kwa moja ni Marekani tu ameubeba, lakini ni mgogoro wa Israeli na Irani. Kwa hiyo sio rahisi kuona Urusi anaweza kusimama kwenye mgogoro katika kutetea Iran katika kipindi hivi, lakini hata kama atalazimishwa kuingia kwenye mgogoro huu, basi Urusi atasimama upande wa Israeli na sio upande wa Iran.